Ndugu wananchi, jina langu ni Noah Mwakisu, diwani wa kata Ilomba. Tuko hapa kwa ajili ya kurekebisha barabara hizi ambazo kwa kweli zilifika hatua zilikuwa zimeharibika kutokana na hali ya hewa au mvua iliyokuwa imenyesha mwaka huu. Wote tunaona kazi jinsi inaendelea. Hapa ni kwenye shule ya msingi Ikulu, na hapa tumekuja na greda na tayari narekebisha barabara. Kwa hiyo niwashukuru wananchi, ahadi ile niliyoahidi kwamba tutasimamia miundombinu leo inatimia. Wapongeze wananchi kwa ustahimilivu wenu na niwape pole kwa yote wale ambao mlitokea na maafa ya mvua zilizokuwa zinanyesha na kupata adha za hizi barabara. Hivi ndio kazi tumeanza kurekebisha hizi barabara. Lakini ninyi wenyewe ni mashahidi, hili greda ni la jiji la Mbeya, maana yake ni mali ya serikali. Kwa jiji la Mbeya chini ya mstahiki meya Duru Mohamed walikaa na tuliamua kununua greda kwa ajili ya wananchi wa jiji la Mbeya. Kwa hiyo hili greda ni la kwetu, hivyo tulipo hapa tumekuja na greda la kwetu. Lengo ni kuwatumikia wana Mbeya, na kwa kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inataka ni lazima tufike hatua tunatumikia wananchi kuanzia walio wa chini mpaka wa juu, na ndio maana tuko hapa. Endelea hapa, si kama na kwamba hapa ndio mwisho, na hatujaanza leo hapa. Tumeanza kule Sai kule mtaa wa Yanga, sasa hizi tuko mtaa wa Sai, lakini kwa ujumla ni mwendelezo wa kata nzima, kwa sababu maeneo yote ambayo yalikuwa na shida na yaliyoathirika na mafuriko ya mwaka huu yote tumehama. Kwa hiyo kila mahala tutapita, mahala ambapo pana tatizo tutarekebisha. Kwa tukitoka hapa tutaelekea upande wa Itua, tutaelekea Tonya, kote huko tunahitaji lazima barabara na miundombinu tuirejeshe baada ya uharibifu mkubwa ambao umetokea. Endeleeni kuiamini serikali yenu, endeleeni kumwamini Mama Samia, na kama nilivyosema toka mwanzo, ni lazima tumwombee mkuu wetu wa nchi ili awe comfortable, aongoze nchi akiwa na hari na afya. Nimeridhishwa na utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi baada ya kuona mheshimiwa diwani na meya wa jiji kutuletea greda hili tuandalie barabara hii iliyokuwa imeharibika. Mimi nashukuru sana mheshimiwa diwani, nashukuru sana mkurugenzi, nashukuru sana rais wangu, nashukuru sana mbunge wangu. Mwenyekiti wa mtaa wa Sai, kata Ilomba. Kipekee tunashukuru kwa ajili ya hatua kubwa ambayo imefanyika, hususan maeneo ya shule ya msingi Ikulu. Kulikuwa na mafuriko ambayo yalikuwa yanatoka kwenye barabara kuu, kwa maana kwamba ujenzi wa njia 4, maji mengi yalikuwa yanapita eneo la shule. Lakini baada ya kuona hii adha, alifika mheshimiwa diwani na kuona adha ambayo ipo. Lakini pia tunamshukuru kwa ajili ya kuleta hili greda na full council yote kwa ujumla, pamoja na mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa rais kwa ajili ya kufanya kazi hii, kwa maana kwamba kutuletea greda hili ambalo linafanya kazi maeneo haya. Kwa niaba ya wananchi wa mtaa wa Sai, kata Ilomba, tunawashukuru sana kwa ushirikiano ambao wameuonyesha. Madam Salome, mimi mkazi wa Mbeya. Kwa sasa hivi naipongeza serikali kwa kutukumbuka kufikia hapa. Naona barabara inaenda vizuri sana, maana kuna baadhi ya huduma zilikuwa zitolewe kwamba barabara ilikuwa mbovu, maana kwamba hata changamoto ikijitokeza ambayo inaweza ikatumia vyombo vya usafiri, inakuwa ni changamoto kwa kwenda kutoa huduma hiyo sehemu ambayo kuna changamoto ambayo imejitokeza. Lakini kwa sasa hivi naona mambo yatakuwa fresh zaidi. Kwa naona endapo itakuwa mwendelezo wa kufanya hivi itakuwa ni vizuri zaidi. Mpango wetu ni kuhakikisha kwamba jiji lote linapitika bila shida yoyote, kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, mitaa yote tunataka kupitika. Vipi mpango huu umeanza lini na umeanzia wapi hadi sasa hivi mpo hapa? Mpango huu kwanza ilikuwa ni mwezi wa 3. Baadhi ya kata tayari zimeshanufaika, wameshaona umuhimu wa huu mradi. Ila ninachowahimiza na kuwasihi waliopitiwa katika hii miradi kama hii ni waombe wananchi waweze kutunza miundombinu, especially barabara. Kwa mfano tukisembua barabara kama hivi, unakuta labda mwananchi anatoka huko anatupa takataka kwenye ditch, maji yanashindwa kupita. Miundombinu lazima tuitunze sisi wenyewe. Kwa mfano kwa kipindi kama hiki cha mvua, unapotupa takataka, ina maana maji yanashindwa kupita huko, yatakuja kupata barabara. Kwa hiyo na wasihi wananchi wajifunze kutunza miundombinu ya barabara. Sio miundombinu ya barabara tu, miundombinu yote ambayo inahudumiwa na serikali wajifunze kuitunza vizuri, ili tukitoka kwenye hatua hii tuende hatua nyingine, sio tuite na barabara.